الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نجري تفسير سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sura hii kama katika utangulizi, tutaendelea katika kutoa baina aya na utangulizi pamoja, na tumeeleza kwamba sura hii ni sura mwisho kushuka, na kwamba sura hii inabashiria ndani yake mna bishara njema na kuna habari za kusikitisha ndani yake. Ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatekeleza mission, kazi aliyopewa, na kwa hivi tubakia ni tayari kuondoka. Mission accomplished, wanasema imeshatimizwa. Na wakati alipokaa Umar al-Khattab wa al-Abbas radhiallahu anhuma, waliposikia sura hii inashuka, idha jaa nasrullah al-fath, qala, walisema wote wawili kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamwambia nini? Qala hadha na'yuka ya Rasul Allah, hadha na'yuka ya Rasul Allah. Wamwambia kwamba hizi ni habari za kutuondokea wewe Rasulullah, unapewa habari ya mauti yako ya Rasulullah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, huwa dhalik, huwa dhalika. Naam, hiyo kweli. Zama ajabu kwamba sisi tunafahamu nyingine na masahaba walikuwa wanafahamu nyingine, fahamu ya undani wa mambo. Tulielezea jana namna gani Umar al-Khattab alipokuwa akimweka katika majlis ya wakubwa Ahl Badr na wengineo katika vigogo, majlisi shura yao, wakishauriana mambo kadha wa kadha, na anamleta kitoto mdogo, kijana miaka 10, 12, 13 mfano, anakaa pamoja. Hata wale masahaba wengine walikuwa na undani, tumeelezea jana. Akasema, nitakujulisheni kwa nini namleta mtoto huyu, tupate kufaidika na ilmu. Allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil. Hivi ndivyo alivyosema Mtume kumwombea dua mtoto huyu Abdullah ibn Abbas, bin ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio alipouliza hii idha jaa, maana kile akasema Mwenyezi Mungu atuambia ikija nusra Mwenyezi Mungu na ushindi, basi muombe maghfira, astaghfir astaghfir innahu kana tawwaba. Kaambia, la, unasemaje wewe kijana? Mimi naona hapana, isipokuwa hii ni kumwamrifu Mtume sallallahu alaihi wasallam khalas, kwamba wakati wa kuondoka duniani mshafika. Akaambia, msikie maneno hayo, hiyo ndio sababu namweka wewe tupate kufaida kwake kwa ilmu. Huyo aliomba dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu walikuwa wanafahamu. Na iliposhuka sura hii idha jaa nasrullah, hali masahaba wengi, Abu Bakar Siddiq kakana lia, akasema qaruba rahiluhu, shakurubia kuondoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. قالوا قرب رحيله صلى الله عليه وسلم، قرب رحيله صلى الله عليه وسلم، imshakuru bia kuondoka. Na alipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kushuka sura hii na akikaa akiwahutubia masahaba, yulqi kalimatuhu al-akhira, na huko anawaambia maneno ya kuwagaga tena mwisho. ويقول أكسمنين متوم صلى الله عليه وسلم، ويقول أيها الناس كأنكم تخافون علي. هنا كما كومبا mnaniogopea
ayuha nas kaannakum takhafuna alayya, basi wazidisha majonzi wakalia zaidi, wakasema naam ya Rasulullah, naam ya Rasulullah. Kwa hivyo wamo katika nini, kuangaza na kutazama kila siku ikipita, sijakatondokea leo kesho, mpaka akaumwa akakaa ndani katika maumivu. Na Mtume SAW kama mauti ya maradhi ya mwisho tena mpaka kuondoka duniani, hatuelezei masala vipi alivyokufa Mtume SAW, lakini Mtume SAW alipoondoka katuachia mambo mengi sana ya kuzingatia dakika ya kufa, namna gani roho ilikuwa ikitoka. Akawa anasema inna lilmauti la sakarat, hakika katika mauti mna shida zake. Alafu anatufundisha tuombe dua, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, ewe Mola nifanyie sakaratil maut iwe nyepesi kwangu. Naam, sura ndogo, wa biqasriha, na ufupi wake na udogo wake. Qasiri yani fupi, si ndogo. Sura kubwa sana mambo mengi, lakini sura qasira, sura fupi lakini imebeba asrar chungu zima, al-asrar. Kwa hivyo sura hii sura adhima, imebeba ndani yake bisharati njema, bishara njema kuliko nasrullah imekujeni. Idha jaa nasrullah, na ushindi wal fath, kuna bishara njema zaidi kuliko mkaona watu wanaingia makundi kwa makundi, wanaita nasa kuna fidila faja. Kuna bishara njema zaidi kufundisha, semeni fasabbih bihamdi rabbika subhanallah bihamdi wastaghfirullah wa atubu ilaik. Hivi ndivyo Mtume SAW alimalizia muda wake kuishi duniani, kwa kukithirisha kwa wingi kabisa, kama alivyomwelekeza muda wake, fasabbih bihamdi rabbika subhanallah bihamdi wastaghfiruhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilayk. Astaghfiruka wa atubu, hataelezea inshallah bali tunapokuja katika ayati. Kwa hivyo ndani yake mna mambo mengi sana, bisharat, kuna durus nyingi sana, kuna maana nyingi sana. Nataka kutafakar. Hebu tuzame sura al-Kafirun ilipokuja, akaambia lakum dinukum waliyadin, na kauli kama hii lakum dinukum waliyadin, na ikaja kauli nyingine la ikraha fi din, hakuna kuwalazimisha watu katika dini. Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, ya kul ya al-Kafirun, yote baada ya kusema lakum dinukum waliyadin. Sali mtakapo, i'malu ma shi'tum, fanyeni mnavyotaka, abuduni, yani sala zenu na ibada zenu za ushirikina na kuabudu masanamu, fanyeni mnavyotaka ya zenu, lakum dinukum waliyadin. Ilipokuja katika surati Yunus aya 41 inasema nini? Kama hiyo maana lakum dinukum waliyadin. Wa in kadhabuka, na pindi wakikukadhibisha ya Muhammad, wa in kadhabuka faqul li amali walakum amalukum, faqul, sema waambie, li amali, min amali zangu, walakum amalukum, na nyinyi mna amali zenu, kila mmoja na amali zake. Basi wa in kadhabuka, sio kukadhibisha na kataa kufuata, basi waambie faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Mimi nabeba jukumu langu mwenyewe kwa ninachokifanya, na nyinyi mtabeba majukumu yenu wenyewe. Waambie hivi Muhammad, si wanakanusha, hataki kufuata, hataki kuamini, basi in kadhabuka faqul, sema li amali walakum amalukum, mimi na amali zangu na nyinyi mna amali zenu. Antum bari'una mimma amal, nyinyi hamna jukumu juu ya kila ninachokifanya,
si juu yenu, mko mbali na vitendo vyangu, wala hamtaulizwa. Wa ana bari'un mimma tahmalun, na mimi sichukui jukumu juu amali zenu, fanyeni mtakavyo. I'malu ma shi'tum, wala taziru waziratun wizra ukhra, hatobeba mtu dhambi za mwenziwe, kila mmoja mwenyewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amejalia kupata ile nasr na ushindi, na nasri min Allah, nasrullah. Amehakik waislamu wamepata, wametekeleza, wamefikia kumwahidi Mwenyezi Mungu na kumwamini, wakaingia katika dini hii توحيد الله تعالى حتى تبرؤوا من المشركين, wakajitenga na washirikina hawamo, wafanye wanavyotaka wenyewe. Walipofikia stage hiyo na kumwamini Mwenyezi Mungu, hapo ikafikia ikahakikika, haqqaqa Allahu lahum an-nasr. Na mtapokuwa nyinyi mko tayari kwa ajili ya nusra Mwenyezi Mungu, mkasafisha al-Kaaba na ushirikina uliokuwa ndani, tathhir Baitullah al-Haram, ikawa hii katika siku ya Fath wal Fath. Huna yati wa'd Allah, inakuja wa'd Mwenyezi Mungu, idha jaa nasrullah wal Fath. Idha yani sharti, na itakuwa sio in ja'akum fasiqun binaba, akikujeni fasiki yote yule wakati wote ule, nini mfanye? Fatabayanu, fatasabatu, thibitishe na mhakikishe, msije mkatekeleza jambo mkajuta baadaye. Antusibu kama bijala watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawapa ahadi kwa kusema itakapokuja, na itakuja. Manake idha, subirini, sharti itatekelezwa. Idha jaa nasrullah, fath Makkah ndio ilikuwa fath. Idha jaa nasrullah, fath Makkah, kutoka kwa Makkah ndio nusra yenyewe Mwenyezi Mungu aliwapa. Nusra Mwenyezi Mungu wa fath, na kufungua milango yote, ikaingia dini ya Mwenyezi Mungu. Na kauli idha jaa, kwa kitu chochote kinachokuja kwa tabu, kinyume na idha ata. Kwa jambo la Mwenyezi Mungu anatumia ata amrullah, kuleta kiama kwa Mwenyezi Mungu kigumu na tabu abadan. Kwa hivyo ukiona neno ata, basi inakuja lakini kwa wepesi kabisa, haina majuhudi makubwa. Ata amrullah fala tastajilu, hata yani ishakuja, baba kwamba ishaika wakati wake, itakuja tu, si harakize. Kiama mwenyewe kishaka wakati wake. Kwa hivyo ukiona neno ata tofauti na jaa, ata imekuja kwa wepesi, kama alivyosema atakum, kama alivyokuja Jibril, kasema fa innahu Jibril atakum yuallimakum dinakum. Katika hadithi alokaa chini yake akapiga magoti, paja lake kagusa paja Mtume, akamuuliza ma huwa alislam, ma huwa aliman, wa alimni mata saa. Maswala haya aliuliza Uislamu na imani, alafu Mtume akauliza atadhuruna man sa'id, mnamjua nani huyu? Hadithi maarufu katika hadithi Nawawi ya pili baada inama al-a'malu binniyat. Inakuja hadithi ya Umar anaelezea namna gani alipokuja Jibril kwa sura ya mtu, akaanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maswala, na Mtume anamjibu, alafu anaambia atadhuruna man sa'id, mnamjua nani? Kaja kuuliza, hatumjui, mtu mgeni, hatujawahi kumuona, lakini anang'ara, msafi kabisa, haonyeshi athari kwamba yuko safarini. Akaambia hadha Jibril, amekujeni Jibril yuallimakum dinakum, kufundisheni dini. Maswala na dini kuna zaidi kuliko Islam wal iman wa qiyama saa. Nini tena zaidi utakuwa haya? Alislam yote yanakuja katika Islam ya rufuzu, wal iman ile kezama katika nyoyo zetu, na kufa kwa mtu na kaja kiyama na خلاص huwa dini.
ya'limakum dinakum au umura dinakum. Kwa hivyo ukiona neno ata, hata hadithi nyingine iko atakum ahli Yaman, wamekujeni ahli Yaman, hum araqu afida, nyoyo zao nyepesi laini kabisa, sio wenye nyoyo ngumu makhabisi hum nini, hum araqu afida, nyoyo zao nyepesi, wa alyanu quluban, na pia maana hiyo na nyoyo laini. Anasema akasema al-imanu yaman wal hikmatu yamaniya. Utakuta watu hawa tazama sifa alizowapa al-Yaman, watu wa Yemen. Akasema Mtume, lakini wengine wanasema la, kwa mujibu wa hadithi nyingine Yaman ni watu wa Makkah wale wale, sababu atakum wasio kutoka mbali, maana kwamba wametoka huko. Anasema wal fakhr, anasema ni wal hikma yamaniya wal fakhr wal khuyala fi ashab al ibil, na fakhari na kujionyesha na mbwembwe, hii ni watu wenye ngamia, yani matajiri yani. Analinganisha hapa nini na kauli ya pili, wasakinatu wal waqar, na utulivu na heshima, fi ahli al-ghanam, watu wenye mbuzi au kondoo. Khuyala yunesha mina ngamia kala yani, katika ndoo mina Rolls Royce si mina nini na limousine si na kitu gani, na huyu anasema gari Corolla Corona Toyota kidogo al-ghanam. Kwa hivyo bila shaka hawezi kuwa na kibri mtu kama na Mwenyezi Mungu anamchukia mtu aliyekuwa fakiri na mwenye kibri. Leo mwenye fakiri utakuja nini? Kwa hivyo ilipokuja maneno kama haya, hata utaona kwamba ni bimaana kitu kuja wepesi. Na hapa kwa nini imetumika idha jaa nasrullah ya Muhammad, sio wewe uleta nusra? Tazama namna gani walivyokutesa Makureshi miaka 13, hawajakuacha. Hawajiri wewe mwaka wa 14, yani mwaka wa mwanzo wa hijra, na mwaka wa 15 mwaka pili wa hijra, wakakujia na jeshi watu 1950 na nyinyi 300 tu, farasi wawili, ngamia 70, walibaki wote kwa miguu na panga zao. Ama wao wamekuja kila mtu na farasi wake na nguo za kivita na kila kitu, ni wangu nyepesi na ushindi kwa kujieni. Hii nasr kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kateremsha malaika, istastakhisuna rabbakum, Mwenyezi Mungu mumiddukum bi 1000 min almalaikati, waletea malaika 1000 wanashuka, kuna murdifin na kuna musawamin na kuna munzilin, dari vita Badri, vita Uhud na vinginevyo. Na utaona kwamba Mtume SAW anaambiwa idha jaa nasrullah. Nasr hii imetaalaka na nini? Na neno limekuja pamoja na Allah, nasr ya Mwenyezi Mungu, sio nasr yako. Nasr ya Mwenyezi Mungu usitafute sababu vipi wameshinda wale. Nasrullah kun fayakun. Lasta anta alladhi ta'ti bin nasr ya Rasulullah, لأن هي دليل يكونش النصر بيد الله، يؤتيه من يشاء بيد الله وحده، لكن هيك كشرط ذكي فيها إن تنصروا الله فلا غالب لكم. كما mtapigana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, basi hakuna kukushindeni. In tansurullah yansurkum, mnusuruni Mwenyezi Mungu na dini yake, na yeye atakunusuruni. Wa yuthabbit aqdamakum, anathibitisha nyoyo zenu, miguu yenu katika ardhi al-ma'raka, hatukupigana. Na in yansurkum Allah fala ghaliba lakum, akikupeni nusra Mwenyezi Mungu na kukukingeni, hakuna yeyote wa kukushindeni. Wa yakhdhulkum, na akikupuzeni, akakujalieni mfeli, akakuachieni wenyewe, basi hapo yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'dihi, nani atakupeni nusra baada yake Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akakuachieni mshindwe kwa kuwa mjatekeleza yale ambayo inatakikana, asbab za kuinusuru dini yake. Kwa hivyo idha jaa nasrullahi wal fath,
na ushindi na ufunguzi. Hii al-fath ni tunda la nini? Tunda la al-nasr wal-fath al-akbar, nayo ni kutekwa kwa Makka. Na hii kama wanavyosema maulama, idha jana suala al-fath al-akbar, yeyote anapozungumza fath inakuja fi dhihnihi, katika akili yake inakuja kwamba hii ni fath Makkah. Na kama ilivyokuja katika sura Inna fatahna, inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekufungulia, tumekupa ushindi uliokuwa wazi kabisa. Na ushindi huu wakasema ni fath Makkah, na wengine wakasema ni baada ya sulh al-Hudaybiyah mwaka 6 wa hijra, alipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kufanya umra, Makureish wakatoka na kumzuia, wakamchagua mjumbe wao Suhail ibn Amr, wakapanga masikilizano kwamba mara hii mrudi, hatutaki mje kufanya umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam katoka na watu 1400 au 1500 kwa ajili ya umra. Walipofika al-Hudaybiyah wakapeleka mjumbe wa Uthman ibn Affan, lakini walikuja ujumbe wao watu wa Makka wakasema, la, tusikilizane kwanza, tufanye sulhu baina yetu. Hala, nataka sulhu. Mwaka wa pili hamjataja sulhu, mbio mmekuja jeshi, pakawa mapambano ya Badr. Baada ya mwaka wa 3 hijri tokea kuhajiri kwa Mtume, mwaka wa pili Badr, mwaka wa 3 kaja mkapigana vita vya Uhud, mwaka wa 4 mwaka wa 5 mkaleta jeshi ya watu 10,000. Mwanzo walikuwa 950, vita vya Uhud walikuja na watu 3,000 na hawa hata 100,000 wafiki. Vita vya Ahzab au Khandaq mwaka wa 5 hijri, mekuja na jeshi 10,000, machukua makabila yote, kila kabila, na Mayahudi walikuwa pamoja na nyinyi, walikuwa ndani ya Madina wapate kupiga visu mgongoni. Hebu tazama ndani ya plani zao, lakini Mwenyezi Mungu ameleta nusura yake kwa upepo. Ghazwat Ahzab, miaka yote hii 13 ya Makka, shida juu ya shida, na miaka 5 ya mwanzo Makureishi wamo tukataka kuandama Waislamu, lakini baada wahazama al-Ahzaba wahda, Mwenyezi Mungu alipowashinda al-Ahzab. Al-Ahzab yani makundi ya makabila mbalimbali walikuja kwa ajili ya kupigana na kumaliza Uislamu. Ikawa jashinda tena watu 10,000 watashinda Waislamu kidogo walikuwa Madina, la, tutakwenda kuwateketeza mara hii. Lakini wakachimba handaki ile Ahzab nini shimo hilo, wakashindwa kukiuka, ikawa kidogo tu waliweza kupenya, pakawa mapambano madogo, lakini waliondoka wenyewe baada ya Mwenyezi Mungu kusababisha kuleta upepo mkali, ukaongoa kila kitu, mahema yao, masufuria yao, kila kitu chao kinapeperuka. La muqama baada, hamna kukaa sasa, tuondokeni. Hao wakakimbia. Jeshi la Mwenyezi Mungu, jundi min junudillah ar-rih. Kama utasoma sura Ahzab utapata kisa chote. Alafu baadaye kidogo umati ya uoga, sio kwamba wameshindwa kupigana, wameshindwa kwa sababu ya handaki kubwa lilokuwa limechimbwa, hata farasi hawezi kuruka kukiuka. Baridi kali ilokuja, upepo mkali ulioharibu kila kitu. Abu Sufyan kiongozi wao wa Makureishi akasema, jamani, hakuna kukaa, yala tuondokeni, kiza kabisa, tuondokeni, vita vimekwisha, hatuwezi kupigana. Wakarudi wanyonge, hawajapata kitu, lan yanalu khaira. Na Mwenyezi Mungu wakafa almu'minuna alqital, wakafa Allah, Mwenyezi Mungu wameahizi na kustopisha vita. Hebu niambie, anarudi mtu Badr hali ndo kama ile, Uhud
hawajapata ushindi wenyewe. Hasa kweli Waislamu wameumia, wengi wamekufa, lakini vita vya Ahzabu hii mwaka 5, miaka 5, wao wanatazama njia za kumaliza Waislamu, wakiwa wanapanga mikakati yao pamoja na Wayahudi wakitoka Madina, wakienda wakipanga pamoja. Baada ya upepo kuja, akasema sasa tena hatuwezi kushindana Muhammad. Nyoyo zao wengi wanaamini kwa Madina ya kweli, lakini shetani hajawacha. Lakini baada ya upepo hapo mwaka 5, Mwenyezi Mungu akampa ilham, nenda akafanya umra. Alipokwenda, mbona wenyewe wamekuja tunataka sulhu. Ala, sasa hivi sulhu? Miaka 5 6 iliyopita yote kila mara mnapanga majeshi kuja kupigana huko. Hata tunataka sulhu. Miaka 10 pasipo vita, sijui kitu gani. Njoni mwaka ujao mfanye umra, mkae siku 3, msichukue silaha. Sasa mtu huyu unaona anatanazali, mtu anakuja chini mwenyewe, anaregeza kamba katika nini? Maana kuona nguvu utakwenda kutafuta sulhu? Abadan. Mwenye nguvu hata kupigana tu, kwa sababu anakudharau, anajua nitakushinda. Lakini mwenye kuogopa, ama kwa nguvu sawa, inamtisha, lakini kwa nguvu zaidi kuliko wewe ndo kabisa kutaki vita. Tufanye sulhu tena muda mrefu, miaka 10 hamna mapigano, na wanataka kuingia katika ulinzi wako katika makabila, na wanataka kuingia katika ulinzi wetu sisi. Yani points zake katika sulhu hiyo ikapangwa mwaka 6 huo Hijri, miaka 6 ya Madina na 13 Maka. Hapo baadaye ulipoingia mwaka 7, wale walikuwa allies wa Makureshi, wale Bani Bakr, walikwenda kuwapiga watu walikuwa allies wa Mtume Muhammad sasa, Bani Khuzaa, wakaua sijui 20 sijui ngapi. Wamevunja wenyewe. Watu wenu Makureshi wamekwenda kinyume na sulhu tuliyopanga. Alivunja ahadi na Makureshi au makabila yalikuwa chini ya himaya ya Kureshi, ndio ikawa sababu ya kupanga kutekwa kwa Makka. Imekuwa jao miaka 10 tena. Mwaka wa 6 wamefanya sulhu mpaka 16 au 15. Mwaka wa 7 tu kwa 8 wamevunja ahadi. Kwa hiyo Mtume sallallahu hakubali masikilizano bado, ila kuiteka tu Makka. Mwenyezi Mungu kupanga kila kitu. Hapo tena ndo akatoka na jeshi watu 10,000. Kimya ya Arabu, usije ukazindua wasihisi ile na sisi tushafika mbele yao. Dua yake. Kwa nini Mtume sasa anaomba hivi? Kwa sababu hataki kufanya vita katika ardhillah, bahali pa haram, bala patukufu, yani Baitullah haram, bala patukufu. Ya Rab, tusijalie kama kuna vita pale, tuende na jeshi lenye nguvu, lakini basi kwa kutishia, wasalim amri wenyewe. Hii ndio katika nia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikawa hivyo, hawajajua, wanashtukia wamshaingia hao Waislamu, wameshafika, wamefika wako katika milima, wamewasha tambo, kila mmoja akoke moto kwa nguvu kabisa. Wanaambia tazameni, Abu Sufyan anambia, unaona Muhammad kaja na jeshi lake, la qibala la, hakuna waza kuwakabili na kupigana nao. Tazama moto, idadi yao. Hofu kaingia, akatumwa Abu Sufyan ambaye kaja kuja mpaka huko na Al-Abbas walikuwa pamoja. Akaamba Abu Sufyan, nenda kaambia tu Quraysh, tunaingia, hatutaki vita, tunataka kusafisha Al-Kaaba, uchafu wote, tathhiri Al-Kaaba, Baitullah Haram, masanamu yote yatakuvunjwa na utoweke ushirikina katika eneo hili. La, hataki, baina yetu panga. Anaingia Baitullah Haram ndani, fa huwa amin. Anaingia katika nyumba ya Abu Sufyan, fa huwa amin. Anajifungia mlango nyumbani kwake, fa huwa amin, yuko katika amani. Wakaingia, wakacheka, wakasafisha, wajaa al-fath, wakaingia. Kuingia kwa Madina, kuingia kwa Makka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni fath Makka, huwa fath al-azam, huwa fath al-akbar. Hata ikabidi kutakikana kauli Nasrullah, wama ramaita idh ramait walakin Allah rama. Usifikiri kwamba unaporusha wewe ndio umerusha, la, mwenye kurusha ni Allah. Kwa hivyo al-fath adham hadha imesafisha eneo lote hili, eneo ahabu al-buqa ila Allah, ni eneo ambalo linalipenda Mwenyezi Mungu kuliko maeneo yote.
Na ukitizama Mwenyezi Mungu namna gani anapotetea ardhi yake, al-ardhi muqaddasa, alipotetea kwa matembo, na sasa hivi kwa jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam liloingia na kumpa ushindi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama utatazama miaka 8 sasa imefika fathi Makkah, kutoka Makkah na 13, miaka 21 imepita, kaianzisha dini yeye kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ikawa ni mtu mmoja. Nakuja mwaka 21, miaka 21 Aljazira Arabia yote kaingia katika Uislamu wote. Kutekwa kwa Makkah ni ushindi mkubwa, kwa sababu makabila mengine anasema watu wa Quraysh ndio wenye kumjua mtume wao kama wakweli uongo. Sisi tutazame tu, tukae mbali tutazame, ikiwa atashinda washinda washirikina, basi tutajua dini ya haki. Hapo ndo na sisi tutaingia. Watapoingia watu wa Makkah katika dini, na sisi tutaingia. Ndio kaona watu waliposhindwa. Sabiti wache darasa inshallah, tutaendelea kesho kipande kidogo hichi ili tumalize tafsiri aya. Wa bihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu